Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania Rwanda kibiashara zaidi. Bidhaa za Rwanda kupata huduma maalum, miundombinu kuimarishwa, TANESCO kuwauzia umeme, Rais Kagame yashukuru wa Tanzania. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Tanzania Kenya za ng'ara biashara EAC, habari katika ukurasa wa pili. Ulega aonya madalali nyumba za watumishi Utemeke, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Serikali ya saini mkataba kuchimba gesi ya helium, mradi kuwezesha nchi kung'ara madini ya kimkakati, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Ustahimilivu wa Tanzania waimarisha nafasi yake uwekezaji EAC, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Wanaojiandaa kuolewa washauriwa kuzingatia umri, habari katika ukurasa wa 3. Watumishi 7 ufukuzwa kazi Geita, habari katika kurasa za ndani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nilo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mjadala uteuzi wa Munisi baraza la mawaziri. Anakuwa kiongozi wa upinzani wa kwanza kuteuliwa kabla ya kuhama chama. NCCR toa msimamo wa dau wagusia mbinu za siasa maridhiano, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Makubaliano ya Rais Samia Kagame, habari ni katika ukurasa wa 3. Sintofahamu kwa wasichana wawili kutoweka Arusha, habari katika ukurasa wa 21. Wako wapi? Ndilo swali linaloendelea kuumiza vichwa vya ndugu na jamaa wa Karen Mark Didas mwenye umri wa miaka 23 na Nakivona Toroka maarufu kama Rahma, wanaodaiwa kutoweka katika mazingira ya kutatanisha Juni 20 mkoani Arusha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. Biashara CRDB Insurance yavuna faida ya bilioni 4.4, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Ripoti maalum ujenzi wa shule maeneo hatarishi wageuka janga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Angela Mwakimunga, daktari bingwa anayochunguza vifo vyenye utata, habari katika ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Sindano ya kinga VVU kuanza kutumika mwakani, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kidato cha 6 kuanza mtihani wa taifa leo. Ni pamoja na watahiniwa wa ualimu 14679 wa mtaala ulioboreshwa na wa zamani waonywa kuhusu udanganyifu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Rais Dr. Samia, biashara yetu na Rwanda imekuwa,
Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha rais wa Jamhuri ya Rwanda Paul Kagame akisaini kitabu cha ugeni baada ya kuwasili Ikulu Dar es Salaam jana kwa ziara ya kikazi. Funguo iendeleza jitihada za kukuza ubunifu. Habari katika ukurasa wa 4. Mwinyi SMZ kuendelea kuimarisha huduma za hija. Habari katika ukurasa wa 4. Ulega TBA ondoeni udalali, harakisheni nyumba nafuu. Habari katika ukurasa wa 4. Tanzania wasaini mkataba wa uvunaji gesi ya helium. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Vita Iran vielekea kuwaka tena. Habari katika ukurasa wa 19. Kuandika wasia kunavyofukuza migogoro ndani ya familia. Habari katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni shahada haitoshi, ujuzi AI unavyoamua nafasi za ajira nchini. Waajiri nchini zikiwemo benki kubwa sasa wanatanguliza ujuzi wa AI, data katika ajira, mabadiliko ya dunia kama hatua ya UAE kuelekea serikali inayotumia akili unde, yaonekana umuhimu wa mageuzi ya elimu. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Waajiri wanataka shahada, ujuzi wa AI, ujuzi wa kidigitali, uchambuzi wa takwimu, data analysis. Habari ni katika ukurasa wa 5. Waguna viongozi upinzani kulamba uteuzi serikalini. Habari katika ukurasa wa 15. Serikali yajenga nyumba kwa ajili ya vijana. Habari katika ukurasa wa 2. Tanzania Rwanda zaweka msingi mpya wa ushirikiano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Biashara kati ya nchi hizo iongezeka. Rais Samia Kagame kukubaliana kuondoa vikwazo vya biashara na kodi. Upungufu wa ukunga wazidi kutishia maisha mama na mtoto. Habari katika ukurasa wa 3. Vijana walivyotoka vijiweni hadi kuwa wamiliki wa miradi. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye limeandika Dr. Mwinyi, serikali kuimarisha shughuli za hija Zanzibar, ahadi ya mfuko hija kukamilishwa karibuni. Habari katika ukurasa wa 2. Watu 7 wafariki, 14 wajeruhiwa ajali ya barabarani. Habari katika ukurasa wa 3. 70% mizigo ya Rwanda kupitia bandari za Dar es Salaam. 70% mizigo ya Rwanda kupitia bandari za Tanzania. Dr. Samia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Dr. Pembe wataka wanahabari kuimarisha utafiti matumizi ya takwimu. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika mzani uko sawa, Chama tikisa tena, aibuka shujaa wa mechi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Matokeo ikiwa ni Simba 2 Yanga 2, mchezo uliopigwa Meja Isamuhyo jijini Dar es Salaam. 40 sasa ni rasmi kuwa Yanga haijapoteza mchezo wote wa ligi kuu katika mechi 40 zilizopita. Msimamo, Yanga Sports Club anaongoza ligi kuu Tanzania bara na alama 48, akifuatiwa na Simba Sports Club katika nafasi ya pili na alama 43. Wamerudi. Matokeo EPL ni Bournemouth 3 Crystal Palace 0, Manchester United 3 Liverpool 2. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 20. Jicho na mwewe, tuliagiza viberiti kutoka nje, sasa tunaagiza waamuzi. Habari katika ukurasa wa 15 wa gazeti hili. EPL Jumatatu na Everton dhidi Manchester City saa 4 kamili usiku. Hell Dickinson. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo ukurasa wake nyuma lenyewe limeandika bahati yao ni Simba na Yanga za toshana nguvu kwa kufungana mabao 2-2 katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, uwanja wa Meja Isamuhyo Mbweni Dar es Salaam. Draw kufuzu AFCON 2027 kufanyika Mei 19. Shime yajipanga kushinda nyumbani. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Mwana FA anogesha usiku wa Profesa J. Habari katika ukurasa wa 21. Tyson na Mayweather watarajia kutua Tanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga jamii lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika Simba usajili kimya yajitosa kwa beki mzawa ambaye. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 23. Shime ahidi Tanzanite Queens kupindua meza. Habari katika ukurasa wa 23. Gazeti Uhuru kweli daima ukurasa wake nyuma lenyewe limeandika ujasho limemwagika. Ilikuwa dabi ya magoli Isamuhyo
Simba yatangulia, Yanga yarudi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Azam FC macho yote kimataifa, habari katika ukurasa wa 23. Bondia Kasim afichwa siri ya ushindi Uingereza, habari katika ukurasa wa 23. Hapatoshi mashindano ya kuogelea Afrika 2026, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Kitasa Napoli chanukia Liverpool, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima, na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV.